tumekubaliana kuwa hakuna maendeleo bila fikra huru. Fikra tegemezi zinaonekana kuwa chanzo cha kusimama kwa maendeleo, wakati fikra bunifu ni chanzo cha kujitegemea. Ukombozi wa maendeleo huanza na fikra sahihi ndani ya taifa lenye amani. Pili, amani kama nguzo ya kifikra huru. Hoja kuu ya siku ya pili ilihamisha mjadala kutoka fikra za maendeleo kwenda fikra ndani ya amani. Ujumbe mkubwa ulikuwa ni kwamba amani si tu hali ya utulivu, bali ni jukwaa la kufikiri kwa uhuru. Amani ni nguzo ya fikra huru na maendeleo endelevu. Maendeleo hayawezekani pasipo amani. Tuilinde kwa akili na vitendo amani ya taifa letu. Tatu, ikagusia nguvu ya rasilimali watu na ardhi yenye rutuba. Washiriki walikumbusha kuwa Tanzania haina upungufu wa rasilimali, bali ina changamoto ya fikra za utegemezi. Vijana wengi ambao ni zaidi ya 60% ya Watanzania wote walitambuliwa kama injini ya mapinduzi ya kifikra, endapo watatengewa uwezo wa kuamini, kubuni na kutenda. Watanzania tuna uwezo. Tunachohitaji ni utulivu wa akili na taifa. 4, ikaongelewa elimu na teknolojia kama silaha ya fikra mpya. Elimu imetajwa kama bidhaa na kama eneo linalohitaji mageuzi ya kimsingi. Elimu ya mtihani inapendekezwa ibadilike kwa elimu ya ubunifu, sayansi na uzalendo. Kabla ya mabadiliko ya kiuchumi, yatangulie mabadiliko ya kifikra. Hoja kuu za wachangiaji zilijikita katika mambo kadhaa. Zilifuatana na misemo iliyojitokeza mara kwa mara na kuunda muhimili wa mjadala. Msemo wa kwanza ulianza kwa kusema ukombozi wa maendeleo huanza na fikra sahihi ndani ya taifa lenye amani. Pili, ikasemwa tukiimarisha amani tunafungua milango ya fikra mpya na maendeleo. Tatu, ujasiri wa kifikra tofauti ni hatua ya kwanza ya kujenga taifa imara. Na 4, tukiwa na amani ya ndani tutaona mbali na kufanya makubwa. 5, ukombozi wa kweli si silaha, ni akili iliyowekewa idira. Na 6, Watanzania tumezaliwa huru, sasa tujitahidi kufikiri kwa uhuru. Kauli hizi zimegeuka falsafa ya pamoja, wito wa kujenga taifa lenye akili zinazoenda, si akili zinazolala na kutegemea. Uchambuzi wa kina, maana kwa taifa. Mjadala huu unaonyesha hatua 3 za kuamka kwa fikra za kitaifa. Hatua ya kwanza ni uelewa. Watanzania wameanza kuelewa kuwa tatizo kuu si ukosefu wa rasilimali, bali ni ukosefu wa ujasiri wa fikra. Hatua ya pili ni uhamasishaji. Kuna mwamko mkubwa wa kuona amani si kisingizio cha utulivu, bali ni fursa ya kutenda na kubuni. Hii ni hatua ya kati ya kuelekea mapinduzi ya ubunifu. Hatua ya 3 imeonekana ni uelekeo wa hatua. Mjadala umetoa dira. Kabla ya mabadiliko ya uchumi, yatangulie mabadiliko ya fikra. Hii ina maana kuwa mageuzi ya taifa yanapaswa kuanza na mageuzi ya akili za wananchi kupitia elimu, maadili na nidhamu ya kazi. Lakini ikajikita nafasi ya amani katika ukombozi wa fikra. Amani imeonekana kama nguzo ya kimya ya maendeleo. Bila amani, fikra huru hufungwa na hofu. Lakini ndani ya amani, akili hujikita kutafuta suluhisho. Kwa maneno mengine, amani ni bustani ambamo fikra mpya hukua. Mchangiaji mmoja alitoa neno hili. Kwa maana nyingine, kulinda amani si sawa na kulinda uhuru wa kufikiri. Hii ndiyo falsafa mpya inayotakiwa ipewe nafasi katika elimu, siasa na maisha ya kila siku. Mjadala umejikita na mapendekezo kwa taifa. Kwa serikali, mjadala umesema: 1, kuanzisha programu ya kitaifa ya ukombozi wa fikra inayolenga elimu, uongozi na vijana. 2, kubadili mfumo wa elimu kuelekea mafunzo ya ubunifu, fikra huru na maadili ya uzalendo. Na 3, kukuza mazingira salama ya kifikra, uhuru wa maoni na tafiti na mijadala ya wazi. Lakini 2, kwa vyuo, shule na vituo vya maarifa. 1 ni kuanzisha vikundi vya fikra, think tanks, vya wanafunzi vinavyojadili ubunifu wa kitaifa. 2, kutoa nafasi ya wanafunzi kubuni suluhisho halisi kwa changamoto za kijamii. Kwa vijana, mjadala umependekeza kuwa: 1, kuacha kulalamika na kuanza kutenda. Tuamke kiakili, tuamke kiroho, tuamke kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania na maendeleo ya mtu mmoja mmoja. 2,
Mjadala umependekeza kuwa kutumia mitandao kama chombo cha kuelimisha, sio chombo cha kugombania, sio chombo cha kugombana. 3, mjadala umependekeza kuwa kuamini uwezo wa ndani badala ya kutegemea suluhisho kutoka nje. Kwa jamii kwa ujumla, mjadala umependekeza kuwa: 1, kulinda amani kwa vitendo, kwa maneno, kwa fikra na kwa maamuzi. 2, mjadala umependekeza kuwa kukuza tamaduni za majadiliano na tafakuri, si uhasama wa hoja. 3, mjadala umependekeza kuwa kuendeleza maadili ya kazi, uwajibikaji na upendo wa nchi. Mwisho, mjadala huu umeandika historia mpya ya kijamii. Watanzania wanatambua kwamba mapinduzi ya kweli si ya silaha bali ya akili. Kwa washiriki zaidi ya 800+ na likes zaidi ya milioni 8 ujumbe wa pamoja umejitokeza wazi. Tanzania ina amani, ina ardhi na watu, sasa inahitaji fikra mpya. Tukiwekeza katika ubongo, moyo na maadili ya kizazi kipya, tutakuwa tumepata uhuru wa 4, uhuru wa fikra. Wito wa mwisho kutoka kwenye mjadala huu unasema: tuamke kiakili, tuamke kiroho, tuamke kwa ajili ya Tanzania. Ukombozi wa kweli ni akili iliyowekewa dira, si bunduki iliyowekwa risasi. Sisi ni Tanzania.